Kanisa la Mlima wa Moto Mikocheni B Assemblies of God linakuletea kipindi maalum kwako, saa ya faraja. Ndivyo leo Mungu mwenyewe hushuka kama moto na kumtumia mpako mafuta wa Bwana, mchungaji kiongozi Mheshimiwa Daktari Gertrude Rwakatare, hapa katika saa ya faraja. Yesu alichukua masikitiko yote msalabani. Usishike tamaa tena. Kwa jina la Yesu changamka. Kwa jina la Yesu pokea uponyaji. Kwa jina la Yesu pokea kufunguliwa. Kwa kweli sina namna ya kueleza, lakini Mungu wa mahali hapa anatenda. Namshukuru Mungu kwamba vitambaa hivi mimi vinaendelea kuniponya. Mimi namshukuru Mungu kwa kunipa mtoto wa kiume anayeitwa Ephraim. Nasi hapa katika saa ya faraja, na moja kwa moja katika ibada ya sifa. Alitengeneza connection, alitengeneza connection. Alitengeneza connection. Baba wa imani alitengeneza connection. Aliwatunza wageni watatu watumishi wa Mungu. Alitengeneza connection. Aliwapa chakula wakala, aliwapa na maji wakanywa. Waliburudika, walifurahia. Alitengeneza connection. Wakamuuliza mkeo yuko wapi? Mwakani majira kama haya akanyonyesha mtoto. Kweli jamani, kweli Sara alionyesha la connection. Kijitoa kwa kazi ya Kristo na connection. Ukitoa sadaka saidia mawajane, wewe utakuwa umetengeneza connection. Saidia watoto yatima, wewe utakuwa umetengeneza connection. Watunze watumishi wa Mungu, utakuwa umetengeneza connection. Alitengeneza connection. Kanisa Mikocheni B Assemblies of God linakualika katika Marriage Revival litakaloFanyika tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2015 katika ukumbi wa Mikocheni B. Tafrija itafanyika kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 6 usiku. Mnenaji mkuu mchungaji kiongozi Mheshimiwa Dr. Gertrude Rwakatare. Kama ni mshahara uwe wazi, kama ni pesa uwe wazi, kama ni simu uwe wazi. Watu simu zao wamefunga password. Hakuna mtu anaweza kuingia, anaifunga kabisa. Akipokea simu anakimbilia chooni. Halo. Kiingilio bibi na bwana ni shilingi 30,000. Nyote mnakaribishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kupona? Amina. Hata kama usiki ugonjwa, lakini kuna kitu. Inaweza kuwa sio ugonjwa wa kulazwa, lakini ugonjwa wa kiuchumi. Una hela, mfuko mgonjwa. Haleluya. Unapoenda buchari unamezea mate maini, kwa sababu hela huu ni ugonjwa. Leo ni siku ya kupona kwa jina la Yesu.
huu ni ugonjwa. Nyumba inatakiwa iwe na amani, ndoa inatakiwa iwe paradiso ndogo, lakini unapoona yani kitu kidogo basi kila mtu na lwake, jua hapo pepo ameingia. Leo lazima atoke, leo lazima atoke kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wako tayari kupokea? Amen. Leo ni siku yako ya kupokea. Leo ni siku yako ya mpenyo. Leo Mungu lazima kuguse. Leo lazima tuache magonjwa chini. Madeni tunasema sasa basi. Magonjwa tunasema sasa basi. Kushindwa tunasema sasa basi. Mungu amefungua mlango. Haleluya. Bwana amefungua milango kwa ajili yako. Milango ya kufunguliwa kiuchumi, milango ya mafanikio, milango ya kuendelea mbele. Hautakuwa kama ulivyo. Umeingia mlima wa moto, lazima ubadilike. Lazima ubadilike. Haleluya. Mungu anaangalia na sikitika. Baba yako ni tajiri wa matajiri. Anasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Lakini wewe mtoto wake una hela. Anasema nalikuja ili muwe na uzima tele. Wewe uzima huna. Mbaya. Leo lazima tubadilishe kibao. Shetani ameonea kanisa vya kutosha. Lakini leo ni siku yako ya kufunguliwa. Hebu tusimame. Leo Bwana lazima atende jambo. Siriziki kukuona kila saa una huzuni. Siriziki kukuona kila saa una uchungu. Siriziki kuona kila saa umekunja uso. Leo Mungu akupe tabasamu kwa jina la Yesu. Amen. Leo Mungu akupe kicheko kwa jina la Yesu. Amen. Leo Mungu afungue milango ya baraka kwa jina la Yesu. Amen. Pokea baraka zako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kuinuliwa na Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Bwana leo akutembelee kwa jina la Yesu. Tunaposema umebarikiwa, maana yake Bwana amekutembelea. Sara alipotembelewa na Bwana, Isaka akazaliwa. Wakaona kicheko nyumbani, si ndio? Naposema Bwana kubariki, maana yake Mungu lazima aingilie kati. Kitu ambacho kilikuwa kiwezekani, Mungu anaingilia. Mki. Haleluya. Amen. Lazima leo Bwana aingilie kati. Lazima aingilie kati. Maana yake imetosha. Imetosha. Umehangaika peke yako, nguvu yako haitoshi. Huna nguvu. Bahati mbaya nguvu yako ndogo. Unajitahidi lakini huwezi. Bwana leo anaingilia kati. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naposema mtu amebarikiwa, maana Mungu amehusika. Tunataka leo Mungu ahusike na maisha yako. Amen. Tunataka leo Mungu ahusike na maisha yako. Amen. Tunataka leo Mungu ahusike na maisha yako. Oh. Haleluya. Mungu akutembelee. Amen. Mungu aingilie kati. Mungu ahusike na maisha yako. Halafu ndio utaona mpenyo. Wangapi wanapenda mpenyo? Hallelujah. Mr. Mikocheni B, Assemblies of God, linakualika katika Marriage Revival litakalofanyika tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2015 katika ukumbi wa Mikocheni B. Tafrija itafanyika kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 6 usiku. Mnenaji mkuu, mchungaji kiongozi, Mheshimiwa Dr. Gertrude Wagatare. Wazi. Kama ni mshahara uwe wazi. Kama ni pesa uwe wazi. Kama ni simu uwe wazi. Watu simu zao wamefunga password. Hakuna mtu anaweza kuingia, anaifunga kabisa. Akipokea simu anakimbilia chooni. Halo. Kiingilio bibi na bwana ni shilingi 30,000. Nyote mnakaribishwa. Shukuru Mungu kwa ajili wakati mwema, wakati mzuri ambao Mungu ametupa, na kwa sababu ni wakati wa Mungu, basi kitabu hiki kimebeba majibu ya maisha yako. Bwana amenipa neno kwa ajili ya kanisa. Bwana amenipa neno kwa ajili ya ndoa yako.
ujumbe wangu ambao nitakwenda kuzungumza dakika chache ambazo ziko mbele yetu, nguvu ya ufalme. Hili huo ufalme ambao umekamata maisha yako, hili huo ufalme ambao umekamata ndoa yako, hili huo ufalme ambao umekamata elimu yako, lazima tuushushie nguvu nyingine ya ufalme ili uweze kuachia hayo maisha yako. Mathayo sura ya 6 kuanzia mstari wa 9, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Siri ya kwanza ya ufalme wa Mungu unawakilishwa na jina. Siri ya kwanza ya ufalme wa Mungu inawakilishwa na jina. Ili ufalme uwe na nguvu, lazima ujue jina la mwenye ufalme huo. Ili ufalme ujulikane, utatafuta jina la huyo mtu anaoongoza huo ufalme. Nami mchana wa leo napenda nilishushe hilo jina la ufalme kwenye maisha yako, ili likagawanye kila magonjwa, ili likapige kila utasa, ili likapige kila kansa, ili likapige kila TB, hilo jina lipitalo majina yote. Nguvu ya ufalme kwanza inawakilishwa na jina. Kwa nini inawakilishwa na jina? Imo nguvu ndani ya jina la Jehova, kwa sababu hilo jina linapokuwa mbele ya mtu yeyote, hilo jina linapokuwa mbele ya ugonjwa wote, hilo jina linapokuwa mbele ya kansa, hilo jina linapokuwa mbele ya ukimwi, lazima ukimwi ukauke, utake usitake, uzubae usizubae, utapiga saluti, maana ipo nguvu ya jina la ufalme. Bwana Yesu atusaidie sana. Hayo ni maneno aliyasema Yesu mwenyewe. Kwa nini Yesu alisema hayo maneno? Biblia inasema ya kwamba miongoni mwa wanafunzi wa Yesu akamfuata Yesu, akamwambia, Baba, tufundishe kusali kama Yohana anavyowafundisha wanafunzi wake. Yesu, kwa kujua ya kwamba wako kwenye dunia ambayo imefunikwa na nguvu ya ufalme wa giza, lazima hawa watu niwafundishe namna ya kushusha ufalme wa juu, ili uelewe nguvu ya ufalme. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema hivi, Bwana wa majeshi, huyo mfalme wa wafalme, wakati wana wa Israeli wakiwa kule Misri, wamebebeshwa mizigo, wameteswa, hawaoni mbele, hawaoni nyuma, hawaoni msaada, Biblia inasema ya kwamba Bwana akasikia kilio cha wana wa Israeli. Aliposikia kilio cha wana wa Israeli, akasema na Musa. Ndivyo ilivyo mchana wa leo. Bwana amesikia kilio cha mama wa mlima wa moto. Bwana amesikia kilio cha baba wa mlima wa moto. Akasema na mtumishi wake, tangaza ya kwamba Jumapili hii ni siku ya matendo makuu. Ndiposa Bwana ametangaza kwenye kinywa cha mtumishi wake. Wakati ule wana wa Israeli hawakuona matumaini. Inawezekana mchana wa leo, baba, mama, kaka, kijana, binti, huoni matumaini. Wakati wako Misri, wakitumikishwa, wakibebeshwa mizigo, wakikitishwa majani, wakifaturishwa matofali. Tuanze Kutoka sura ile ya 2 mstari wa 13. Haleluya. Biblia inasema hivi, Musa akamwambia Mungu, tazama, nitafika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakiniuliza jina lake nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, wakiniuliza jina lake niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Sema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko ambaye niko. Mchana wa leo nazungumza habari ya nguvu ya ufalme. Jina la huyo mfalme, jina lake la kwanza anaitwa Niko ambaye niko. Wakati Farao amesimama akiwatesa wana wa Israeli wenye kutumwa, kwenye magonjwa, kwenye mateso, Biblia inasema Mungu akamtokea Musa akamwambia na kutuma. Wakikuuliza jina la huyo mfalme, wao wamemzoea Farao, wamezoea cheo cha Farao, wamezoea ukuu
wake, wamezoea uwezo wake. Nenda kawaambie, huyo aliyenituma anaitwa Niko, ambaye Niko ndivyo hivyo mchana wa leo. Jina la huyo mfalme anaitwa Niko, ambaye Niko maana yake nini? Huyo Niko ambaye Niko anaingia mahali ambapo hapaingiliki. Huo umeukuta, huwe ni ugonjwa, iwe ni kansa, huyo Niko akifika, huyo Niko akifika, huyo Niko akifika, TB inaachia, ukimwi unaachia, kansa inaachia, chochote ambacho kimekufunga kwenye maisha yako, Niko ambaye Niko akifika lazima achie. Akamwambia Musa, najua kweli yuko mfalme amewatesa wana wa Israeli, najua kweli yuko mfalme amewatesa watoto wangu, lakini nenda kamwambie Niko ambaye Niko amenituma. Nami mchana wa leo napenda nikuletee jina la kifalme ambalo lina nguvu ya kifalme. Hilo jina ni Niko ambaye Niko. Hata kama chochote ambacho umekwenda hospitalini wakamwambia mama, tunatoa kizazi chako, hutazaa tena, mchana wa leo iko kizazi kinakwenda kuumbwa upya, maana Niko ambaye Niko amenituma hapa nisimame ya kwamba yuko Niko ambaye Niko. Haijalishi iko kizazi kimetolewa na waganga na madaktari na maprofesa waliosomea mambo ya udokta, waliosomea magonjwa ya kina mama, haijalishi. Niko ambaye Niko yuna uwezo wa kuingia ndani ya tumbo la mwanamke, akakufinyanga upya, akakutengeneza upya, akaweka kizazi upya. Mchana wa leo iko nguvu ya kifalme itashuka ndani yako. Kisoma Biblia kwenye kitabu kile cha Samueli sura ya 17, alikuwepo jamaa mmoja anaitwa Goliati. Wale watu wana wa Israeli wakaogopa mbele ya Goliati, wakakimbia mbele ya Goliati, kwa sababu Goliati aliitwa ni shujaa wa vita toka ujana wake, kwa sababu Goliati aliitwa ni mtu wa vita toka ujana wake. Lakini kijana mdogo tu anaitwa Daudi aliyejua nguvu ya ufalme, wakati Goliati anakuja akiatukana majeshi ya Mungu wa Israeli, akitukana nyumba ya watoto wa Mungu wa Israeli, wana wa Israeli wakamwogopa Goliati, wakamkimbia Goliati. Lakini yupo kijana alitambua nguvu za ufalme, akatambua jina la mfalme, akamwambia Goliati, wewe unanijia mimi kwa panga, unanijia mimi kwa fimbo, unanijia mimi, lakini mimi mchana wa leo nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Sikia nikwambie, huyo mfalme jina lake anaitwa Bwana Mungu wa majeshi. Ngoja nikwambie, hata kama yako majeshi ya pepo wabaya leo lazima yaachie, hata kama yako majeshi ya magonjwa lazima yaachie, kwa sababu huyo yeye anaitwa Mungu wa majeshi. Yuko Mungu wa majeshi. Leo hii utatoka kama ulivyoingia, utatoka ukiwa umeinama, utatoka ukiwa unalia, utatoka ukiwa unahuzunika, utatoka. Yeye anaitwa Mungu wa majeshi. Nguvu ya kwanza ya mfalme inategemea jina, na hilo jina lipo leo. Ndio maana Biblia inasema tumepewa jina lipitalo majina yote. Ndani ya hilo jina Biblia inasema uweza wa kifalme uko mabegani mwake. Nguvu ya pili ya ufalme ni ufalme ushuke ndani yako. Ukisoma kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya kwanza mstari ule wa 13, Biblia inasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mr. Mikocheni B, Assemblies of God linakualika katika Marriage Revival litakalofanyika tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2015 katika ukumbi wa Mikocheni B. Tafrija itafanyika kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 6 usiku. Mnenaji mkuu mchungaji kiongozi Mheshimiwa Dr. Gertrude Wagatare. Kama ni mshahara uwe wazi, kama ni pesa uwe wazi, kama ni simu uwe wazi. Watu simu zao wamefunga password, hakuna mtu anaweza kuingia, anaifunga kabisa. Akipokea simu anakimbilia chooni. Halo,
bibi na bwana ni shilingi 30,000. Nyote mnakaribishwa. Tupewe sifa. Mahali hapa tuna tukio kubwa sana inaenda kutokea mwezi wa 3, na ni siku ya kubariki ndoa za watu. Ni siku ya semina ya uamsho wa ndoa, marriage revival dinner party. Shetani anajua hawezi kukupeleka kwenye ulevi, hutalewa, wewe umeokoka. Hawezi kukupeleka guest, anajua wewe huwezi kufanya uzinifu. Lakini sasa hivi ameingia kwenye ndoa, ameingia kwenye nyumba zetu, anaharibu ndoa, anavuruga mahusiano, na tumesema hatutakubali. Tutafanya maombezi maalum kwa ajili ya watu wote wenye ndoa tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2015. Pigie Bwana makofi. Watu wakiwa na amani, mipango yao itafanikiwa. Nyumbani kukiwa na amani, watoto watalelewa vizuri. Nyumbani kukiwa na amani, watoto watasoma. Tutakuwa na chakula cha jioni kwa pamoja kuanzia saa 12 mpaka saa 6 usiku. Lengo ni kuombea ndoa, lengo ni kufundisha neno la Mungu. Kama mnavyojua, taasisi zote zinakuwa na semina za majadiliano za kutafakari mambo yao. Walimu wanakuwa na semina zao, mapolisi wanakuwa na semina zao, madaktari nao na manesi wao wanakuwa na semina zao. Lakini taasisi ya ndoa haina semina. Tangu unapoolewa, unaachwa na mwanamume na mwanamke, mtajijua. Mbaya. Kwa hivi ni kipindi kizuri, ni fursa nzuri ya kuweza kujifunza kutoka kwa watu ambao wametutangulia, wameweza kuishi miaka 30, miaka 50, miaka 40 kwa pamoja. Wana siri ambayo wanaweza kutuambia ili na wengine wenye ndoa changa tuweze kuendelea mbele. Semina hii itakuwa na chakula cha jioni, itakuwa na vinywaji, itakuwa na waimbaji mashuhuri. Kwa pamoja mume na mke watachangia mchango wao wa 30,000, yani shilingi 15,000 kila mmoja. Hatutakuwa peke yetu, tutakuwa na watu wa makanisa mbalimbali. Hatutakuwa peke yetu, pia tutakuwa na watu ambao labda wame ofisini kwetu. Ningependa kila mtu amwazie bosi wake. Ningeomba kila mtu amwazie labda kaka yako, ndugu yako ambaye yuko mbali, anasali kanisa lingine, umwazie mema. Chukua kadi hii kwa shilingi 30,000, aje na mke wake, atajifunza maneno ya Mungu, ataombewa na maaskofu na wachungaji, na vile vile tutabariki ndoa yao. Tungependa watu waje waweze kupata uponyaji wa ndoa zao, uponyaji wa mahusiano yao. Hata kama una maisha mazuri sana, bado unahitaji Mungu awasaidie muendelee kuishi vizuri. Kwa hivyo hakuna anajiamini 100%, lakini wote tunahitaji mkono wa Mungu. Mungu atusaidie ili tuweze kuishi pamoja, kuona vijukuu hadi vitukuu. Kwa maana Mr. Mikocheni B, Assemblies of God linakualika katika marriage revival litakalofanyika tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2015 katika ukumbi wa Mikocheni B. Tafrija itafanyika kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 6 usiku. Mnenaji mkuu, mchungaji kiongozi, Mheshimiwa Dr. Gertrude Wagatare. Kama ni mshahara uwe wazi, kama ni pesa uwe wazi, kama ni simu uwe wazi. Watu simu zao wamefunga password, hakuna mtu anaweza kuingia, anaifunga kabisa. Akipokea simu anakimbilia chooni. Halo, Kiingilio bibi na bwana ni shilingi 30,000. Nyote mnakaribishwa. Katika jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mbatima na hata anampenda, anamkupatia mke wake, anamfuta machozi. Jamani, unamwona huyu mtu? Jamani, wewe mshangilie Jehova, ameshajitukuza. Haleluya.